Wana wa Mungu, leo tunajikumbusha katika kitabu cha Danieli sura ya 6 kuanzia mstari wa 2. Tunakutana na habari za Danieli akiwa Babeli kwenye utawala wa Dario mfalme. Lakini Danieli, Biblia inasema alikuwa na hekima ya kuingia na kutoka. Lakini hekima ya kuingia na kutoka ni kwa sababu Danieli alikuwa na roho wa Mungu ndani yake. Lakini mfalme Dario aliazimu moyoni mwake kuwaweka watatu katika ufalme wake ili wamsaidie kupiga hesabu katika uongozi wake, ili mfalme asipate hasara, kwa sababu Danieli ndani yake alikuwa na akili na hekima na roho wa Mungu alikuwa ndani yake. Kwa maana haya yote Danieli alikuwa anatenda kwa sababu roho wa Mungu alikuwa ndani yake. Kwa nini Danieli alikuwa anafanya haya mambo? Ni kwa sababu Danieli katika maisha yake yote alimtegemea Mungu. Kwa sababu Danieli katika maisha yake yote alikuwa anaishi maisha ya haki, ya kutafuta uso wa Bwana. Ukaona Danieli, Biblia inasema kwamba alipata kibali kwa mfalme Dario, na baadaye wale mawaziri wengine wakamwonea wivu Danieli, wakaazimu moyoni mwako, wakatoa kwamba isifanywe ibada mwezi mzima katika Babeli, ili kwamba anayetakiwa kuabudiwa ni sehemu tu ya mfalme. Lakini unaona Danieli akafungua madirisha kuelekea Yerusalemu, kwa maana yeye Danieli alikuwa anajua kwamba yuko Mungu ambaye ni wa Israeli, ambaye ni Mungu wa mbingu na nchi, Mungu wa Wayahudi, ambaye ni Mungu wa Ibrahimu. Kwa hiyo Danieli alikuwa na maarifa ya kiungu ndani yake. Kwa hiyo huyu Danieli akawa kila siku anaomba mara 3 kwa siku, akifungua madirisha kuelekea Yerusalemu. Ni kwa sababu Danieli ndani yake alikuwa na ufahamu wa kimungu, alikuwa na maarifa ya kimungu. Kwa sababu haya yote alikuwa anatenda ili jina la Bwana Mungu wetu litukuzwe. Kwa hiyo wana wa Mungu, siku zote ukimwamini Mungu ukatenda ya haki ya Mungu kama Danieli, Mungu atasimama na wewe. Kwa maana Danieli Mungu alisimama na yeye katika tundu la simba, kwa sababu Danieli aliishi maisha ya haki, kwa sababu Danieli alikuwa mwaminifu kwa mfalme. Danieli aliishi maisha ya utauwa, ya uaminifu. Kwa hiyo na sisi tukitaka tubarikiwe katika maisha yetu, tuishi maisha ya haki, ndipo Mungu atajifunua katika maisha yetu. Kwa hiyo wana Mungu, tudumishe kukaa katika kweli ya Mungu, naye Mungu atasimama na maisha yetu. Kwa hiyo wana Mungu, tudumishe kukaa katika haki ya Mungu, naye Mungu atasimama na sisi. Amen.